بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya sera ya bwana Mtume, na tumefika katika tukio la kuvunda sanamu la Lat. Na hili sanamu kama tulivyosema lilikuwa pale Taif, na kama tunavyokumbuka wale watu wa Taif waliokuja walisema kumwambia bwana Mtume tupe muda ili hili sanamu lije kuvundwa, lisivundwe pale pale. Na filan katika kauli ya sahihi zaidi ni kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alingoja mpaka baada ya muda, kisha akamtuma Aba Sufyani na akamtuma Mughira, na katika baadhi ya riwaya akamtuma pia Khalid ibn al-Walid. Huwa al-Mughira ni Mughira ibn Shu'ba al-Thaqafi. Na wakaenda wakavunda lile sanamu ambalo liko Taif pale, wakaliweka kabisa, yani wakalivunda kabisa, ikawa hakuna mabaki yoyote na hakukuwa na ishkali baada ya hapo, kulingana na ili ama kuhusiana na ili sanamu la Taif. Naam. Baada ya hapo sasa katika mwisho wa Dhulqa'da, sasa tuko mwisho wa mwaka wa 9, mwisho wa mwaka wa 9, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamtuma Saidina Abu Bakar aende akafanya hija. Akamtuma Saidina Abu Bakar takriban na watu 300 kutoka Madina, la ilaha illa Allah, na akampangamia pia, akampangamia ambao ni wale haji, ili aende Saidina Abu Bakar akafanya hija na atinde wale ngamia. Saidina Abu Bakar akawa yeye takriban ngamia 5, yeye amepewa ngamia 20, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amempa ngamia 20 takriban. Saidina Abu Bakar ikawa 5 katika wale ngamia yuwapeleka mwenyewe. Kisha Saidina Bakar alipotoka sasa akaanza safari, yani akaanza kutembea. Alipofika ndiani, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akateremshiwa suratut Tauba, mwanzo wa suratut Tauba, bara'atun min Allah wa rasulih. Asema Allah jalla jalalu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bara'atun min Allah wa rasulih ila alladhina 'ahadtum minal mushrikin فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Na hii sura kama inavyojulikana ni sura yani yenye kuonyesha kuwa wale wasokuwa Waislamu na Waislamu hakuna makubaliano, hususan wale ambao wamepinga ama wamevunja ile mikataba waliokuwa nayo na Waislamu. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya hizi ziliposhukishwa akamuita Saidina Ali na akamtuma ende kwa Saidina Abubakar ile siku ya haji kubwa ile, ndio afanye nini, awabalighishie, awaambie, yani siku ya kukutana pale yaumun nahri, ile siku ya Eid yenyewe, siku ya kukutana Mina. Walipokutana watu Mina, ndio alikuwa Saidina Ali ameambiwa sasa hiyo siku ndio uende ubalighishe, uende ueleze. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kama alivyopokea Imam at-Tabarani, la yuballighu anni illa rajulun minni, hatobalighisha hii kutoka kwangu mimi isipokuwa mtu kutokana na mimi, yani ahli yake. Sasa katoka Saidina Ali akaenda akakutana na Saidina Abubakar ndiani. Saidina Abubakar akamuuliza, ya Ali, yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuamrisha, amekufanya wewe ndo kiongozi katika hii hija? Saidina Ali akasema la. Angalia adabu ya Saidina Abubakar, yani ikiwa amewekwa yeye, bwana Mtume ndo amemtagua yeye, marhaba aongoze. Saidina Ali akasema la, lakini amenituma ili nisome hii Baraa, surat Baraa, niwasome niwaeleze hawa watu hali yake. Bas watu walipokutana ile siku ya Mina, yani walipokutana Mina ile siku ya kutinda yaumun nahri, Saidina Ali akawasomea takriban aya 13 kutoka mwanzo wa suratul Baraa mpaka aya 13. Aya ile ya mwisho, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Naam, hii ndio aya, yani Saidina Ali amesoma kutoka mwanzo mpaka hapa. Na kama zinavyojulikana, yani zile aya zinazungumzia namna ambavyo hawa makafiri mushrikina walikhalifu zile ahdi na kuwa wako mbali sana na Mwenyezi Mungu na mtume wake, wako mbali sana na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha pia ikaonyesha yale makubaliano yaliokuwa kwa sababu ya wale mushrikina walivyoharibu
yale makubaliano, basi makubaliano yote yameisha. Hakuna makubaliano ya waumini pamoja na nani? Na mushrikina. Kisha pia Saidina Ali akanadi, yani akasema kuwa kuanzia leo hakuna mtu mushrik atahiji, haifai, ni haramu. Mtu mushrik atazuiwa asije kuhiji, shauri zake atajua mwenyewe. Kisha katika mambo pia ambayo aliyazungumza Saidina Ali asema kuwa kuanzia hiyo siku mtu hatotufu uchi. Mtu asitufu uchi. Maana kama inavyojulikana kuwa wale watu wa jahilia, wale mushrikina wengine walikuwa wakitufu uchi. Kivipi? Manake subhanallah, angalia hani katika mambo utajua mizani za mwanadamu zimekorogeka. Wanadamu huona mambo kwa namna tofauti tofauti, subhanallah. Kwa hiyo kanuni yoyote, sheria yoyote, yani mienendo yoyote lazima tuyatukue kutoka kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ama mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini utaona ikiwa ni mizani ya wanadamu, mizani imetofautiana sana sana sana. Maana wale watu wa Maka, hii kutufu uchi hii wao ilikuwa kwao waona ni khairi. Kivipi? Aslan sababu ya wao kuwa wanatufu uchi waliyadhu billahi ni kuwa walikuwa wanasema bwana, ukija katika ibada ya hija, ukija katika kutufu al-Kaaba, basi usije na chochote ambacho ni cha haramu. Sasa mtu atasema mimi hii nguo mimi nimeinunua ya haramu, ama labda pesa ile nguo yenyewe nimeiiba, labda ni ya haramu, waliyadhu billah. Basi sasa tufanyeje? Basi nguo mimi sifanye nini? Siitumii katika kuhiji. Akaona hana nguo ambayo labda ni mali ya halali khalis, mali ya halali 100%, 100% halali, hana maskini mali hiyo. Basi afanyeje? Mimi nitafanyaje? Nitatufu uchi. Ikawa ni kawaida yao bwana. Watu wengine watufu uchi, wengine watufu sawa sawa, watufu na nguo. Subhanallah. Ndio sasa Saidina Ali akaja kubadilisha kutoka bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa sasa kuanzia leo ni haramu tabia ile na ada ile. Ni haramu tabia ile na ada ile. Maana sasa خلاص Maka ishakombolewa sasa. Maka ni yetu sisi Waislamu. Naam, ikawa sasa sheria ni za Kiislamu. Naam. Kisha na Saidina Ali katika ile safari, katika jambo muhimu ni kuwa ilikuwa akiswali nyuma ya Saidina Abubakar. Ilikuwa akiswali nyuma ya Saidina Abi Bakar As-Siddiq. Na ni maarufu hususan zama zile zilizotangulia ni kuwa yule kiongozi ndo anayeswalisha. Hiyo ndo asli kiongozi, yani yule utasema kama kwetu kwa lugha yetu yani khalifa, yule ndo huswalisha. Kwa hivyo Saidina Ali katika hii hususan, yani katika hii tena katika safari hii ya hija, alikuwa anaona kuwa Saidina Bakar ndio kiongozi wake na ndio maana anaswali nyuma yake wa hakadha. Naam. Inshallah katika madarasa yatakayokuja sasa ndo kumalizia mwaka wa 9, na ni matukio machache lakini ni jambo ambalo kidogo kuna mafunzo kadhaa. Ni kifo cha huyu mkubwa wa washiriki wa munafiqina Abdullah ibn Ubayya bin Salul. Kifo chake inshallah tutakizungumzia katika madarasa yatakayokuja na baadhi ya matukio yaliyotokea wakati huo. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.